Jamani, kwani ni vita Yalisikika maneno hayo kwa Beatrice. Mwanamedia akamjibu, "Subiri basi usipaniki Beatrice. Nataka kukuuliza swali moja tu." Beatrice akajibu, "Aka kaka, nimesema sihitaji maswali." Mwanamedia akaendelea na kazi yake huku akimwambia, "Lakini Beatrice, fika kwa Tanzania inaheshimu sana, na imekuwaje mpaka ukavaa mavazi vile? Ukumbuke kipindi kile kila mwananchi anakutazama wewe. Wewe ni kama kioo cha jamii." Beatrice akamjibu, "Kwani kuna tatizo? Mbona mnakuwa washamba nyie? Kila mmoja na maisha yake." Ala! Beatrice akaendelea kuongea, "Juzi kati tu wengi walivyo hovyo kabisa. Mbona mkufuata au kisa Beatrice amefanya? Hebu niondolee maswali yasiyo na maana. Kama una cha kuuliza, tafadhali kaa pembeni." Mwanamedia akasema, "Lakini Beatrice, ukumbuke sisi ndio tunakuweka hapa mjini." Beatrice akatoa kicheko. Kisha akaendelea kuongea, "Wewe unaniweka mjini? Inahusu? Sema kama unataka hela nikupe, ila sio maneno mengi." Beatrice akatoa pochi lake, kisha akampa kibunda cha noti kijana huyo Mwanamedia. Kisha akamwambia, "Unatakiwa useme kama una njaa, sio kuuliza maswali ambayo hayakuhusu." Mwanamedia akasema, "Aisee, asante sana madam. Mungu akubariki." Baada ya hapo, Beatrice akaingia ndani ya gari lake la kifahari aina BMW lenye rangi nyeusi, huku Mwanamedia akizidi kumpamba kwa maneno. Mwanamedia akasema, leo kama zadi la mentari kukutana na mlembo mmoja hivi. Beatrice Leonard Vumbi, Mtanzania mwenye asili, ni mwanamitindo na mwenye jina lake kubwa linalotambulika Afrika Mashariki. Kwa kweli alikuwa mwanamitindo mwenye ubunifu wa kubuni mavazi yake pekee na kuyasafirisha nchi mbalimbali. Akatengeneza mpaka jina na kuwa mtu maarufu na kutambulika kila nchi mbali na Afrika Mashariki, kwani mara kwa mara alikuwa akionekana kwenye magazeti na kwenye TV na kwenye mitandao ya kijamii. Hili ndio lililomfanya kuwa mtu mkubwa na maarufu sana. Wanahabari nao hawakumwacha kamwe, walifuatilia kila kona. Kama ni fedha yupo nazo tena za kutosha na kuwa bilionea, japo alichukia sana kufuatiliwa na media, ila hawakumwacha hivyo hivyo, walimfuata popote watakapomuona. Kwani kila kimuona akiwa na mwanaume, fasta wanaandika habari kumhusu yeye. Kila kimuona ndani ya gari na mwanaume, hawakawii wanaandika habari kumhusu yeye, japokuwa hakuishiwa vituko. Lakini Beatrice alikuwa anapendwa mno. Watu walimheshimu kwa kuwa ni mtafutaji na ni mpambanaji, kwani kichwa chake kilikuwa kikifikiria fedha tu. Kichwa chake kilikuwa kinachaji kila siku mpya kufikiria mbinu ya kutafuta pesa. Na hata wale wanaume aliotoka nao kimapenzi walikuwa ni wale wanaume wenye fedha, sio mimi na wewe mlala hoi. Demu wako tu unashindwa kumnunulia dera, itakuwa Beatrice mwanamke mwenye IQ level. Alikuwa anataka wanaume wenye fedha ambao watampa njia na mbinu ya kusaka pesa, kwani aliamini wanaume wa namna hiyo ndio watakaompa njia nzuri ya kutafuta pesa. Ama kweli Waswahili wanasema ndege wafananao ndio huruka pamoja. Kitu kilichowashangaza watu, Beatrice hakuwa mtu wa kuvaa nguo za heshima. Alikuwa kila siku anavalia nguo fupi yenye kuonesha mapaja yake meupe, au muda mwingine anavaa nguo alizobuni mwenyewe ambazo kwa asilimia zikimuonesha maungo yake. Huyu Beatrice ananikera sana. Anavaa mavazi mafupi tu, lakini nashangaa nampenda. Ukiniuliza nampendea nini? Sijui hata nampendea nini tu. Alikuwa ni msichana mmoja ambaye ni shabiki yake Beatrice sana. Akimfuatilia alisema hayo huku akiwa na wenzake. Mwingine akasikika akisema, "Msichana mwingine bwana, hata mimi nampenda sana, ila sijali anavyovaa, wala sijui ni kibonge, hilo kwangu sijali kabisa. Yaani nampenda tu kwa moyo wani." Pamoja na uvaji wake na umaarufu wake, lakini Beatrice alikuwa na moyo ulionyooka, moyo wa huruma, moyo wa kuwasikiliza watu na moyo wa kuwasaidia watu wasiojiweza kabisa. Hiki ndio kitu kilichompa heshima kubwa kwa watu. Kila siku watu waliokuwa na matatizo ya afya walifika nje ya geti lake, kisha anawasaidia, na wengine kutoka mikoa mbalimbali wakinja nje ya geti anawasaidia. Hakuwa mbinafsi, alikuwa angalii huyu ni nani, yule ni yupi, wala hakuwa mbaguzi wa rangi wala sura wala dini. Yoyote akija anampa kwa heshima. Alikuwa akiwasaidia mpaka wagonjwa hospitali walioshindwa na bili inayotakiwa.
Jina lake lilikuwa kila siku. Wasichana wengi walimpenda na kutamani kuwa kama Beatrice, mpambanaji mwenye akili kubwa kama yake, kwani alijua kutafuta fedha. Hakuruhusu jina lake lingine kwenye bidhaa bila yeye kupewa pesa. Jina ni pesa, sauti ni pesa, muonekano pia ni pesa, kila kitu ni pesa. Hauwezi kuishi bila pesa, isipokuwa pesa haiwezi kumiliki nafsi. Beatrice alijua jina lake tu ni pesa. Lilikuwa jina la thamani kubwa na linavutia watu wengi wenye kununua bidhaa zake kwa jina na picha ya sura yake ikimhusisha. Jina lake alilitumia vilivyo, na ingawa alikuwa na jina kubwa na fedha nyingi, ila kitu kilichokuwa kikimpa mawazo ni kukosa mtoto. Hakufanikiwa kupata mtoto na hata wakusingiziwa. Hicho ndicho kilikuwa kilio cha kila siku. Mwanamke furaha yake ni kuwa na mtoto siku zote. Kitu mwanamke kinachompa stress nyingi kichwani ni kukosa mtoto. Kwa kweli Beatrice alishindwa kuvumilia. Hatimaye akaamua kusema hisia zake katika vyombo vya habari huko akilia, lakini hiyo haikuweza kumbadilisha wala kumsaidia. Kuna kipindi mpaka anamlaumu Mungu, ila akifikiria kuna wanawake kama yeye walikuwa hivyo, ila kwa uwezo wa Mungu wakapata mtoto. Kisha huku akimshukuru Mungu kuwa ni mzima na afya. Mawazo yake yalijaa kichwani. Wakati akiwa peke yake kitandani, muda mwingi anakaa kufikiria jinsi gani atapata mtoto. Alitembea na wanaume wengi wenye fedha, lakini hivyo hivyo hakujaliwa kupata mtoto. Akajaribu kwenda kwa waganga wa jadi waliokuwa wanamwambia wataweza kumsaidia. Mwisho wake anaambulia sifuri. Akaamua kuachana na watu wa jadi. Akaamua kutoka nje kwenda Ulaya kwenda kufanyia uchunguzi. Cha ajabu, anaambiwa hana tatizo lolote na yupo sawa kabisa. Hata madaktari walishindwa wafanyaje, kwani vipimo vilionekana vipo sawa kabisa. Hilo ndio tatizo lake kubwa. Akaamua kuokoka, huku lengo lake ni kupata mtoto, lakini hakufanikiwa. Hali ilikuwa ni ile ile, kitu kilichomfanya atokwe na machozi kila siku. Wakati huo Beatrice yupo sebleni akiwa na rafiki yake kipenzi anaitwa Sumaya. Alimtazama Beatrice kwa macho ya huruma huku akimbembeleza. Beatrice akiuliza huku akilia, Su, kwa nini lakini? Nina tatizo gani mimi? Sumaya akaongea, usilie Beatrice, kuna siku utapata mtoto. Niamini mimi rafiki yangu. Beatrice akafuta machozi na kumuuliza, kweli? Ndiyo, usikate tamaa. Sawa, nakuamini Su. Sitokata tamaa kamwe. Huyo ndio aliyekuwa rafiki yake wa karibu sana, wakufa na kuishi. Hakukuwa na mtu mwingine zaidi yake. Popote alipokuwa na yeye alikuwepo. Sumaya alikuwa anajua mambo mengi kumuhusu rafiki yake Beatrice. Alikuwa anajua leo yupo na mwanaume gani na kesho atakwenda wapi. Walishibana ipasavyo kwa urafiki mno. Sumaya, Beatrice alimuita. Niambie shoga yangu Biti, vipi? Sumaya akamtazama Beatrice kwa makini. Umemwona yule mkaka tulipishana naye? Sumaya akauliza, yupi huyo? Beatrice akajibu, yule aliyevalia suti ya black. Hapana, sijamwona. Kafanyaje? Ni handsome sana na ni mzuri mno. Alivyotoa tabasamu, moyo wangu ulishtuka. Sumaya akatoa tabasamu kisha akamuuliza, jamani, kwa hiyo turudi? Beatrice akasema, hapana, tuendelee na shughuli zetu tu. Okay. Wakati huo walikuwa supermarket wanafanya manunuzi ya vitu vyao vya kawaida. Wakati wanaingia ndani ya jengo hilo kubwa zaidi, hatimaye wakapishana tena na yule mkaka. Beatrice akamtazama mwanaume huyo kwa sekunde kadhaa. Alimuona ni mzuri mno, wa sura ya kuvutia kweli. Mwanaume huyo alikuwa amevalia miwani, huku mkononi akiwa amebeba mfuko uliokuwa umejaa vitu alivyokuwa ametoka navyo kununua. Beatrice akashindwa kuvumilia, naye akaamua kutoa tabasamu pana ambaye aliamini hakuna yoyote aliyemuona akimtolea tabasamu mwanaume huyo. Kisha wakapishana. Utulivu ukapotea muda huo. Watu waliokuwa hapo wakamuona Beatrice, wakataka kupiga naye picha kila mmoja. Wengine wakamfuata nyuma. Alikuwa mtu maarufu sana, kwani kukutana naye ilikuwa ni bahati kama nyota ya jaa, kwani wengi walikuwa wakimuona kwenye magazeti tu na kwenye TV na mitandao ya kijamii. Muda huo ulikuwa ni mwendo mapicha picha, yani selfie. Kila mmoja alikuwa bize kumfuata Beatrice. Ilikuwa ni usumbufu kwake, kwani uwepo wa watu wengi kumfuata ilikuwa kero kwake. Baada ya kumaliza manunuzi, wakatoka nje. Hapo ndo akazidi kumuona mwanaume huyo. Su, Beatrice alimuita. Abe,
Yule mwanaume niliyekuambia, yule pale aliyesimama nje ya gari, alisema Beatrice huku akimtazama kwa makini mwanaume huyo, kwani alimuona kuwa nadhifu na handsome sana. Mwanaume huyo alikuwa anaongea na simu huku akigemea gari lake aina ya Prado Cruze. Beatrice akashindwa kuvumilia, akasema, ngoja nimfuate nikazungumze naye. Beatrice, uone watu wanavyokuangalia? Hata kama, ila sijali chochote kwa watu. Beatrice hakutaka kuvumilia kiasi hicho, kwani moyo wake ulishakufa na kuozea kwa mwanaume huyo kumuona mara moja tu na kumpenda. Akaanza kumsogelea huku mapigo ya moyo yakiongezeka kwa kasi. Alitaka kumwambia ukweli, hakutaka kuvumilia mateso ya moyo wake jinsi anavyomkereketa. Beatrice alichokuwa kihitaji kwa mwanaume huyo ni mapenzi tu, hakuna kingine. Japokuwa alikuwa akizungukwa na wanaume wengi pasipo kupata mtoto, Beatrice alipokuwa akimwangalia mwanaume huyo, moyo wake ulikuwa unamwambia angeweza kupata mtoto kupitia kwa mwanaume huyo. Hivyo alitaka kuhakikisha kuwa anamwambia ukweli kwamba amempenda hata kama angemkataa, ila moyo wake uwe na huru. Wakati anaendelea kusogea, moyo wake ulizidi kupatwa na mapigo ya moyo sio kawaida, huku watu nyuma wakimfuata. Wakati Beatrice anamsogelea mwanaume huyo, ghafla mlango wa gari ulifunguliwa. Akatemka mwanamke mrembo, mzuri, wa kuvutia, huku akiwa amembeba mtoto mkononi. Kisha akamfuata mwanaume huyo karibu, wakaonekana wanaongea na hatimaye wakaingia ndani ya gari. Hakukuwa na siku mbaya kama hiyo kwa Beatrice. Moyo wake ulivunjika vipande vipande. Hakujua kama yule mwanamke aliyeteremka kwenye gari ni mke wa yule mwanaume au ni rafiki yake. Akahisi kitu chenye ncha kali kimemchoma moyoni mwake. Akabaki amesimama huku akishangaa ile gari jinsi ilivyokuwa inaondoka. Haiwezekani, Beatrice alisema maneno hayo. Hapo hapo akaenda kwenye gari lake la kifahari, akaufungua mlango kisha na kuingia ndani. Rafiki yake akumwelewa. Beatrice, vipi tena? Hapana, haiwezekani. Yule mwanaume anatakiwa awe mume wangu. Sitaki mwingine zaidi ya yule. Jamani, sasa twende wapi? Tunafuatilia lile gari mpaka litakapokomea, alisema Beatrice maneno hayo huku akionekana kuchanganyikiwa. Hapo hapo akawasha gari na kuanza kulifuata nyuma. Akili yake ilizidi kunena mapenzi na hisia na moyo. Mzigo mkubwa wa mapenzi ukaingia katika mtima wake, na wala kutaka kumkosa mwanaume mzuri kama yule, na alitaka awe mwanaume wake wa dhati, na kwa kumwamini kwamba hata mtoto atampata kwa mwanaume huyo. Beatrice aliendesha gari kwa kasi kidogo ili aweze kufuatilia gari la mwanaume huyo. Gari hilo lilionekana kuelekea maeneo ya Mbezi Beach, ambapo Beatrice aliendelea kufuata gari hilo sawia. Kilichomuuma zaidi ni uwepo wa mwanamke katika gari la mwanaume huyo. Hakutaka kujua ni mke wake au dada yake, kwani moyo wake ulimuuma kupita kiasi mpaka yeye mwenyewe anajishangaa kwa nini alimpenda tu ghafla katika moyo wake, na wivu kamuingia mazima katika hisia zake. Beatrice akaamua kuvunja ukimya uliokuwa umetawala ndani ya gari hapo na kumuita rafiki yake. Sumaya. Beatrice alimuita. Abe, hivi nikuulize, yule mwanamke ni nani yake? Labda ni mke wake. Beatrice moyo wake ukazidi kumpasuka huku akisema, No, haiwezekani. Hawezi kuwa mwanaume mzuri kiasi kile. Aisee. Yule itakiwa awe na mwanamke mzuri, mwenye hadhi ya urembo kama mimi. Sawa, ila utafanya nini pindi utagundua kwamba yule ni mke wake? Nitajua nitakachofanya, hata kama kutumia utajiri wangu wote, ili mradi tu nimpate mwanaume huyo. Beatrice alimaanisha alichokisema. Hakuwa na utani katika swala la kupenda, na kila alipomfikiria mwanaume huyo, moyo wake ulizidi kumpenda mno. Waliendelea kufuatilia gari hilo mpaka gari lilipokata kona na kuelekea barabara ya kuria maeneo ya Afrikana, na wao walikuwa nyuma kama kawaida. Alichokihitaji Beatrice ni kujua wapi anaishi mwanaume huyo. Alikuwa makini barabarani kila walipopita, na kwa kuwa gari lake ni la kifahari linakunjika tu, watu walikuwa wakipiga picha gari hilo. Gari waliokuwa wanalifuatilia liliwaka taa ya kulia kuashiria wanaingia katika jumba moja kubwa, na kisha ikapigwa honi ili gari hilo liingie ndani. Beatrice baada ya kuona hivyo, moyo wake ukaridhika, na hivyo akaamua apite moja kwa moja kuelekea barabara nyingine, kwani alishajua anapoishi mwanaume huyo. Nishamjua anapoishi, nitarudi siku nyingine, alisema maneno hayo huku akielekea nyumbani. Siku hiyo kwake ilikuwa ni ya kumfikiria mwanaume huyo. Hakuwa akimfahamu, lakini moyo wake ulijaa mapenzi mazito kwa mwanaume huyo. Usiku akiwa kitandani, usingizi ulichelewa.
alikuwa akifumba na kufumbua macho yake, huku kichwa chake kilikuwa kimebeba mawazo mengi kumfikiria mwanaume huyo. Usingizi ukaamua kumvaa. Ukiwa muda wa saa 8 usiku, muda wote huo alikuwa akimfikiria mwanaume huyo. Ilifika saa 4 asubuhi, Beatrice alijiandaa kuoga na kujipamba katika chumba chake na kujipulizia manukato, kisha akampigia simu rafiki yake. "Hello Su, mambo?" "Safi, umemkaje?" "Niko poa shoga yangu, uko wapi?" "Nipo nyumbani." "Okay, nakusubiri sasa hivi na kupitia." "Sawa, karibu." Simu ikakatwa. Fasta Beatrice akaamua kubadili gari lake lingine na kuondoka mpaka nyumbani kwa rafiki yake Sumaya. "Karibu shoga yangu." "Hata Sky, nataka unisaidie kitu mwenzio." "Kitu gani shoga yangu?" "Ninataka unisindikize sehemu." "Wapi tena?" "Kule kwa jana. Ninataka kuonana na yule mwanaume leo hii." "Jamani, please. Usinipe sababu." "Sasa utamwonea wapi?" "Wewe twende tu, nitajua nitakavyomuona." "Haya sawa, acha nijiandae tutoke." Alikuwa ni rafiki yake mkubwa ambaye angeweza kusema ndiye aliyemweka mjini. Sumaya hakuwa na jinsi, akakubali na hatimaye safari ikaanza kuandaliwa kuelekea maeneo ya Area Africana. Beatrice aliamua kubadilisha gari, kwani lile linajulikana mno na hakuna mtu mwingine anayeendesha gari aina hiyo. Lilipo gari hilo, watu walikuwa wanajua Beatrice yupo maeneo hayo. Hawakuchukua muda mrefu, wakafika maeneo waliokuwa wanaenda. Beatrice akaweka gari pembeni kisha akateremka. "Vipi shoga yangu Beatrice? Ebu teremka basi." Sumaya akatoa tabasamu kisha akasema baada ya kutoka ndani ya gari, "Haya, nishatoka sasa. Huyu mwanaume yuko wapi? Ebu tuongozane tukawaulize wale vijana pale." Kuna vijana walikuwa pembezoni mwa bahari wakiwa wamekaa, wakafika tu. "Sasa hizi kaka zangu." Wale vijana wakageuka. Mmoja kama alikuwa anamfahamu Beatrice. "Oh, Beatrice." "Ndiyo mimi. Ila samahani kama nitawapotezea muda wenu." "Bila samahani mlembo." Beatrice akauliza swali huku akinyoosha vidole katika nyumba hiyo. "Nauliza swali, ni nani anayeishi ndani ya nyumba ile pale?" Kijana mmoja akatamka. Kuna jamaa fulani hivi anaitwa Mojei. Ni mmiliki wa hoteli ile kubwa pale Giraffe Beach Hotel." "Naam. Yeye ndo anayeishi mle ndani." Akauliza swali, "Na ana mke?" "Ndiyo, mke anaye na mtoto mmoja." "Okay, na ofisi yake ipo wapi?" Kijana akajibu, "Ofisi yake ipo pale eneo la Ubungo au Moroko. Kisha ni meneja mkubwa wa kampuni ya ndege Air Tanzania. Ukifika hapo, ukimuulizia tu utaambiwa alipo." "Umesema anaitwa nani vile?" "Nimesema anaitwa Mojei." "Okay, nashukuru sana." Pale Beatrice hakutaka kuacha patupo vijana hao, kwani walionekana wana msaada mkubwa kwake. Hivyo haikutosha, wakaamua kuomba kupiga naye picha. Akapiga nao picha kisha akaondoka maeneo hayo, huku akiwaachia vijana wale wakiwa na furaha mithili ya mgumba kujifungua mapacha. Kidogo moyo wa Beatrice uliridhika baada ya kuambiwa alipo mwanaume huyo, na alichokifanya hakutaka kuraza damu, akaamua mfate huko kwa alipo. Walitumia dakika 35 hivi kufika maeneo aliyoelekezwa. Wakapaki gari lao pembeni kisha wakateremka na kuelekea ndani, watu wakiwa wanamtazama Beatrice kwa mshangao, kwani alikuwa na mvuto wa kuvutia. Kila eneo alilopita watu walikuwa wanamtazama kwa makini. Beatrice akatoa salamu kwa msichana mmoja hivi, mfanyakazi wa maeneo hayo. "Habari yako dada?" "Safi." Samani, ninamuulizia Mojei." "Yupo ghorofa ya 6, ofisi namba 2 upande wa kulia." "Okay, asante." Msichana huyo alimpa maelekezo Beatrice huku akijiuliza maswali mengi. Ni yeye kweli yule Beatrice nayemuona sana kwenye runinga au ni macho yangu tu? Beatrice na rafiki yake hawakutaka kupoteza muda, wakaingia katika lift ya kupanda juu. Watu waliopo ndani walikuwa wanamtazama Beatrice wakimshangaa, mtu maarufu leo iweje yupo humu. Wengine walishindwa kuvumilia, wakaamua kumsalimia kwa mkono, huku nyuso zao zikitawaliwa na furaha. Lifti ile ikafunguka na kila mmoja akatoka ndani ya lifti. Beatrice wakati anatoka tu, moyo wake ulizidi kudunda kwa kasi ya ajabu. Akaamua kusimama ili autulize moyo wake. Subiri kwanza. Una nini tena Beatrice? Mwenzangu, mbona nina wasiwasi kama muasi kiasi hiki jamani? Jamani, hebu jikaze basi tumalize huu mkia.
tumalizie umkia, maana tumemla ng'ombe mzima kisha tushindwe mkia kweli? Beatrice alishusha pumzi nzito, kisha wakaendelea na mwendo. Wakafika paka mlangoni. Ile kufungua tu, wakakutana na sekretari, wakamsalimia, kisha wakakaa kwenye viti. Sekretari yule alibaki akimtazama Beatrice, kwani akutarajia kama atakutana na superstar anayependwa na wanawake wengi. Sekretari huyo kila alipomtazama Beatrice alijua na furaha mno moyoni mwake. Sekretari alitoa tabasamu pana huko akiwakaribisha. Haya, karibuni. Asante. Samani, tunaweza kumuona meneja? Sekretari akajibu, ndiyo, inawezekana. Pale pale sekretari akachukua simu ya mezani na kumpigia meneja. Haikuchukua muda ikapokelewa na Mojei, ambapo akawaruhusu wageni hao waingie ndani. Okay, mnaruhusiwa kumuona. Asante sana, walijibu huku akinyanyuka na kupiga hatua kuelekea ndani. Sumaia akiwa mbele huku Beatrice akiwa nyuma. Moyo wa Beatrice ukazidi kudunda kwa kasi, huku jasho jembamba likimtoka, wasiwasi ukimvaa. Kitendo cha kuingia ndani ya ofisi na Beatrice kumuona Mojei, mapigo yake ya moyo yalizidi kuongezeka, kijasho chembamba kikaanza kumtoka. Beatrice kila alipokuwa akimtazama Mojei kwa jinsi alivyokuwa akitoa tabasamu lake pana, uzuri wa mwanaume huyo ukazidi kumpa Beatrice hamu na hamasa katika mtima wake. Beatrice akahisi kama yuko ndotoni hivi, kwani kukutana na mwanaume kama Mojei ilikuwa ni tukio moja lisiloaminika machoni kwake. Mojei, karibu wageni wangu. Mwanaume huyo akawakaribisha kukaa. Beatrice akazidi kuchanganyikiwa baada ya kusikia sauti ya mwanaume huyo jinsi ilivyomtoa taka katika masikio yake, kwani mwanaume huyo sauti yake ilikuwa nzito na isiyokuwa na mkwaruzo. Hii imemfanya Beatrice azidi kudidimika katika bahari ya mahaba. Aliamini katika dunia hii wanaume ni wengi mno, ila aliona kuna aliyemzidi uzuri na utashi mwanaume aliyekuwa mbele ya macho yake, kwani kila alipokuwa akimtazama mwanaume huyo Beatrice alizidi kumpenda mwanaume huyo. Sura yake tu ilijisema kwamba yeye ni handsome, mzuri wa kuvutia. Alijisemea Beatrice kimoyomoyo wakati huo. Sura yake inaniita na sio utani. Kifua chake natamani nikilalie akiwa ananibembeleza. Mikono yake natamani iwe inanishika na kunitomasa kama mtoto mchanga. Sauti yake nzuri natamani iwe inaniimbia nyimbo za mahaba. Macho yake yawe yananitazama mimi pekee. Hakika Mwenyezi Mungu ni fundi wa kuumba wanaume wazuri. Huyu ndo chaguo langu pekee. Beatrice aliamini kuwa hakukuwa na mwanamke anayestahili kuwa na mwanaume huyo ila mimi tu. Beatrice alitamani angarau apate nafasi ya kuzungumza naye mwanaume huyo ili amwambie ukweli jinsi anavyojisikia katika moyo wake pamoja na hisia zake. Huyu namfahamu, anaitwa Beatrice. Sijui wewe mwingine unaitwa nani? Alisema mwanaume huyo huku akionyesha tabasamu pana usoni. Mimi naitwa Sumaia. Mojei akajibu, okay, karibu sana. Asante. Ghafla wote wakanyamaza kimya. Kimya kikatawala kwa muda mfupi, huku Beatrice akiwa na lake moyoni, kwa kutaka kumwambia mwanaume huyo ni jinsi gani anavyompenda na kumuhitaji katika maisha yake, lakini Beatrice kila neno lilisaulika muda huo. Mojei akauliza, vipi lakini huduma zetu mnazionaje? Baada ya mwanaume huyo kuona ukimya umetawala kipindi hicho, Beatrice akajibu, ni nzuri mno. Napenda usafiri wenu wa ndege, ni safi sana na wenye uwezo. Beatrice hakuwahi kupanda ndege aina ya shirika hilo. Aliamua kuisifia kampuni hiyo. Kwa kweli asante sana Beatrice. Sema ninapenda ubunifu wako na ni mzuri sana. Wewe ni mwanamke wa tofauti sana. Unajua kujipambania na kujitoa vyema kutafuta mikwanja. Nataka nikwambie kitu kimoja. Yes, tell me. Sawa, niambie. Mojei akatoa tabasamu pana kisha akamwambia, unajua palipo na ukweli, uongo hujitenga kando. Ni hivi, kila mwanaume anatamani kupata mwanamke kama wewe. Alisema mwanaume huyo huku akiendelea kutoa tabasamu katika uso wake, huku mawazo ya Beatrice yakimvaa kichwani na kuanza kumuwaza mwanaume huyo wakiwa katika uwanja wa mahaba. Aliwaza akiwa chumbani na mwanaume huyo. Beatrice alionekana kumuita, Mojei. Mwanaume huyo akaitikia, naam mpenzi, hakika ninakupenda. Mwanaume huyo akajibu, hata mimi nakupenda. Wewe ndio nyota yangu ya jaha inayong'aa kila siku. Beatrice, Beatrice, Beatrice. Sumaia alimuita baada ya kumuona rafiki yake yupo katika dimbwi la mawazo.
Jamani. Abe, Beatrice aliitika huku akishtuka. Kutoka katika mawazo ya muda huo, mwanaume alikuwa akimtazama Beatrice akuzungumza kitu, bali aliishia kucheka tu kwa namna alivyomwona Beatrice akishtuka kutoka katika rindi la mawazo. Japo Beatrice alikuwa ni mwanamke mrembo kwa kweli, mwenye kuvutia kila mwanaume mwenye pesa, ila mwanaume huyo Mojei hakutaka kumsaliti mke wake kamwe. Mwanaume huyo akaongea, "Sasa Beatrice, nataka unibunie vazi zuri la kike ambalo alijawahi kuonekana hapa Afrika, kwani nataka iwe zawadi kwa mke wangu." Beatrice akajibu, "Hakuna tatizo, nitafanya hivyo na tumai utalipenda." Beatrice alisema, huko moyo wake ukizidi kuungua taratibu. Japo alikuwa anatoa tabasamu, ila moyo wake ulizidi kuishiwa nguvu. Neno hilo lizidi kumchoma moyo wake la kusikika ana mke. Sumaya ghafla akanyanyuka na kusema, "Jamani, naombeni niende washroom kwanza." Mwanaume huyo akamwambia, "Okay, hakuna tatizo. Mwambie dada hapo nje akuelekeze." "Okay, sawa." Beatrice akashtuka baada ya rafiki yake kumwacha kwa dakika kadhaa, kitendo cha Sumaya kuondoka maeneo yale kidogo. Beatrice ndipo alipogundua Sumaya akafanya vile ilikuwa ni kuwaacha wawili hao kuongea. Yaani Beatrice aliachiwa nafasi kwa makusudi ili atupe nyavu kwa mwanaume Mojei ili amnase. Beatrice alibaki kimya kwa muda, alikuwa akijifikiria atamwanzia vipi Mojei amwambie yalimo moyoni mwake. Ghafla akakumbuka kwa jana usiku akulala kwa raha kwa kumfikiria mwanaume huyo. Mwanaume huyo alikuwa mbele ya macho ya Beatrice. Kwa muonekano wake tu ulionekana kuwa tayari kusikiliza neno lolote kutoka kwa Beatrice. Ghafla Beatrice akamuita mwanaume huyo, "Mojei." Mojei akaitika kwa kumtazama Beatrice. "Yes dear, niambie." Beatrice akatamka, "Unafanya bidii katika ufanyaji wako wa kazi. Hakika nimekufuatilia kwa muda mrefu na nimeamini wewe ni mchapakazi kweli kweli." Mojei akamjibu, "Kweli?" "Ndiyo." "Asante sana. Hata wewe pia ni mchapakazi. Na tena una jina kubwa, pia unajitoa sana. Hakika unastahili kuwa hapo ulipo." Waliongea mengi, hatimaye mpaka Sumaya anarudi. Hakuna kilichoongelewa cha maana zaidi ya maneno ya kawaida tu. Beatrice hakuamini ujio wa rafiki yake Sumaya, kwani ghafla aliumia moyoni. Alipewa nafasi ya dakika 10, lakini hakutumia kumgusia hisia zake kwa mwanaume huyo. Mpaka wanaaga na kuondoka huku akibadilishana namba za simu na mwanaume huyo. Mikwara yote ya Beatrice ilizima kama taa ya kandili iliyopigwa na upepo ghafla. Baada ya kutoka nje, rafiki yake Sumaya akaamua kumuuliza, "Vipi, ulimwambia?" "Hapana, mwenzio nilishindwa." "Hukumwambia hata neno lolote?" "Niliogopa. Yaani nilihisi mapigo ya moyo yalizidi kuongezeka." "Jamani, heka zote zile za jana na leo pia umeambulia patupu." "Pole shoga yangu. Yaani wewe acha tu." Waliendelea kuzungumza mpaka kuingia ndani ya gari. Beatrice alitamani kurudi tena kwa mwanaume huyo ili amwambie ukweli, lakini haiwezi kurudia tena. Muda huo huo Sumaya akamwambia, "Namba ya simu umeichukua? Sasa maliza kila kitu huko." Kuwa na namba ya simu ya mwanaume huyo Beatrice kulimpa matumaini moyoni mwake. Kila wakati alikuwa ni mtu wa kutazama namba ya mwanaume huyo. Alitamani kupiga na kuzungumza naye japo asikie sauti ya mwanaume huyo ili moyo wake ulizike, lakini aliona kwamba jioni ndio utakuwa muda mwafaka wa kumpigia mwanaume huyo. Saa ziliendelea kukatika. Ilipofika saa 1 usiku, akaamua kuchukua simu yake kisha akaitazama ile namba. Hatimaye akaamua kumpigia Mojei. Simu ikaita sana, ikapokelewa na sauti ya Mojei kusikika. Hello Mojei. "We mzima?" "Safi biti. Mlifika salama?" "Ya, na nimefurahi kwa mapokezi yako na Mungu akubariki." "Amen." "Sawa, bye." "Okay, bye." Simu zilikatwa. Beatrice alikuwa amepangilia mistari, lakini cha ajabu aliposikia sauti ya Mojei, maneno yake yote yakapukutika kichwani. Muda mwingine alijiona mjinga. Siku hiyo ikakatika hivyo hivyo bila kumwambia chochote mwanaume huyo. Kesho yake muda wa asubuhi, Beatrice alijua ndio muda wa Mojei kupatikana kazini. Akaamua kumpigia simu na kuanza mazungumzo. Akaomba waonane kwa mara nyingine tena ili ampe kitabu kilicho na mitindo ya nguo za kila aina za kike, ambapo hata mmoja ingemvutia mwanamke wake. "Sawa, njoo ofisini, ila uwai, maana saa 7 nitaingia kwenye kikao." "Sawa, nipe nusu saa, nitakuwa nimeshafika." "Okay, poa." Beatrice hakuchelewa.
na wala hakutaka kumwambia rafiki yake Sumaiya. Na kwa kuwa alikuwa ameshaoga asubuhi hiyo, akavaa nguo zake na kutoka kuelekea ofisini kwa Mojei, huku akiwa na mkoba wake uliobeba kitabu hicho. Kama kawaida, msikilizaji, watu hawakumwacha kumshangaa Beatrice, mwanamke mwenye mvuto wa asili wenye kuvutia kila mwanaume machoni. Kwani ilikuwa kama bahati kwa mtu kuonana na mwanamke huyo. Aliangaliwa mpaka mwenyewe akaanza kuona aibu, lakini hakujali, akapanda lifti na kufika bila kuchelewa. Akaenda moja kwa moja mpaka kwenye ofisi ya Mojei, kisha akaruhusiwa kuingia ndani. Beatrice baada ya kukutanisha macho kwa macho na kijana huyo, mapigo ya moyo ghafla yakaanza kumdunda kwa kasi. Siku hiyo Beatrice alijipanga vilivyo, hakutaka kushindwa hata kidogo, kwani alihitaji kumwambia ukweli halisi mwanaume huyo. "Wow, umependeza sana mami," Beatrice akajibu huku akionekana kutoa tabasamu pana. "Asante sana." Baada ya kupeana mikono na wote wakakaa, kisha wakapiga mazungumzo mawili matatu, Beatrice akatoa kitabu chake ambacho kilikuwa na picha za mavazi ya kisasa. Beatrice akaamua kumsogelea Mojei akiwa na kitabu cha picha, akakiweka mezani. Kwa jinsi mapigo ya moyo yalivyozidi kudunda kwa kasi, hata Mojei aliyasikia kwa mbali. "Beatrice, upo sawa kweli?" Mojei aliuliza. "Nipo sawa, kwa nini?" "Hapana, nauliza tu." "Nipo sawa," Mojei akasema. "Sawa, hakuna tatizo. Aya, nionyeshe sasa." Wakati huo mawazo ya Beatrice hayakuwa hapo, kwani mawazo yake yote ni kumfikiria mwanaume huyo ni namna gani atamwingia. Walikuwa wawili tu ofisini, tena karibu hiyo. Akaiona ndio nafasi nzuri ya kufunga mchezo. Ghafla Beatrice akavunja ukimya pale pale na kumuita Mojei. Beatrice alimuita. "Naam, unanukia vizuri kweli. Asante sana. Unatumia perfume gani?" "Unataka kuijua?" "Ndiyo, nimeipenda. Natumia Hugo Boss." "Wow, ni ya kiume?" Mojei akamjibu. "Ndiyo, ni ya kiume. Nililetewa na mke wangu kutoka Uingereza. Naipenda sana. Hata ikiisha ananiagizia nyingine." Baada ya Mojei kusema maneno hayo, Beatrice akabaki kimya kwa muda. Mapigo ya moyo wake yalikuwa kidunda kwa nguvu mno. Mojei muda huo alikuwa kitazama kitabu hicho, huku uwepo wa Beatrice pembeni mwake ulimkosesha amani muda huo. Alitamani kumwambia atoke karibu yake, lakini mdomo wake ulikuwa mzito kusema. Aliamua kubaki kimya tu, huku akitazama kitabu hicho chenye picha na mavazi. Akaamua kuchagua vazi moja. "Ingekuwa bora zaidi ukashona hili," Mojei alisema akimwonyesha Beatrice. "Umelipenda?" Beatrice akauliza. Mojei akajibu, "Ndiyo, nimelipenda. Nashukuru. Nitafanya kazi hiyo. Ila kuna kitu nataka nikwambie." Mojei akamtazama Beatrice, akamwambia, "Kitu gani?" Beatrice akajibu, "Naweza kuonana na wewe baadaye?" Mojei akajifanya kuuliza tena, "Baadaye?" "Ndiyo, kuna nini kwani?" "Bado hujanipa jibu kamili." Inategemea na muda Beatrice. Jioni hata saa 12 hivi." Mojei akiwa anamtazama Beatrice kwa umakini, kisha akatoa mguno. Nini tena Mojei?" Mojei akamjibu, "Beatrice, samahani sana. Muda huo nitakuwa na familia yangu. Nahitaji niwe nao karibu zaidi." Mojei alitamka maneno hayo huku akimaanisha kwa kauli yake. Beatrice alionekana kuishiwa na nguvu mwilini na nafsi yake ilizovishwa na kuisha polepole mithili ya mshumaa. Beatrice alitamani kumwambia mwanaume huyo juu ya kile kitu kilichokuwa kinamsumbua moyoni mwake. Alionekana kumpenda sana mwanaume huyo, ila ajui ataanza vipi. Beatrice alibaki kimya ndani ya sekunde kadhaa, na huku Mojei akimtazama Beatrice kwa macho ya upole. Ni kweli Beatrice alikuwa mrembo wa kuvutia kwa kila mwanaume aliyekuwa anahitaji kuwa naye. Beatrice alipoona ameshindwa kabisa, akaamua kuondoka ofisini hapo na kurudi nyumbani kwake. Beatrice alipofika nyumbani kwake alianza kujuta. Alipata nafasi hiyo kwa mara ya pili, lakini alishindwa kumwambia ukweli wa moyo wake. Baada ya muda kidogo, Beatrice aliamua kuchukua simu na kumpigia Mojei muda wa jioni, kisha ikapokelewa. "Hello, Mojei, naomba tuonane japo kwa dakika 2 tu." "Hapana Beatrice, elewa nina familia yangu muda huu." Pale mwanaume huyo akakata simu. Baada ya kumjibu Beatrice maneno hayo, Beatrice alionekana kusema maneno kama chizi. "Mojei, nakupenda. Kwa nini unanifanyia hivyo? Nakupenda mwenzio. Naomba unielewe basi. Kwa nini pendo langu linakuwa sumu kwako?" Beatrice alisema maneno hayo huku akikumbatia mto ulio karibu yake. Machozi yalibubujika mashavuni.
Moyo wake ulijawa na hifadhi ya upendo, lakini anayependwa hana habari. Kulia kwake kwa uchungu hakukubadilisha kitu kwake. Usiku wa usiku huo ulimjaa mawazo na huzuni. Nyumbani hapakukalika, kwani mawazo yake yote yalizama kwa Mojei. Beatrice alihisi kuchanganyikiwa. Kesho yake aliamua kwenda dukani kununua maua mazuri na kadi za mapenzi pamoja na kaseti ya wimbo wa mapenzi, huku akiwa na karatasi kilichobeba ujumbe mzito wa mapenzi. Beatrice wakati huo hakuwa na jambo lingine la kufanya kama kumwambia kwa mdomo kumeshashindikana. Basi hata kwa jumbe pia akaamua kutumia nafasi hiyo. Siku hiyo baada ya kukamilisha kila kitu chake, akaamua kuchukua gari lake na kuelekea ofisini kwa Mojei. Mzigo ule akaamua kumwachia sekretari wa pale ndani ampatie Mojei, kisha yeye akaondoka zake. Hakujua nini kitatokea muda huo. Hajui Mo atachukulia vipi ujumbe wake, kwani aliona hiyo ndio njia nyepesi ya kumshawishi mwanaume huyo ambaye yupo na mwanamke wake na watoto. Kwa Beatrice hilo hakutaka kujali. Sekretari akasema, "Kuna mzigo wako bosi." "Kutoka wapi?" "Kutoka kwa Beatrice." "Oh, ashamaliza kushona?" "Sijui bosi." Baada ya kukabidhiwa mzigo wake, Mojei akaingia nao ndani ya ofisi yake. Alichofahamu Mojei ni kwamba ni nguo za mke wake ambazo tayari zimeshonwa. Akaanza kufungua mfuko huo na kutoa vilivyomo ndani, na kuendelea kidogo, Mojei akashtuka kwa kile alichokiona ndani ya mfuko huo. Yalikuwa ni maua mekundu. Aliendelea kutoa vilivyomo, akakutana na kadi nzuri ya mapenzi iliyopambwa kwa ustadi. Ujumbe wa nje ulikuwa ni wa kimapenzi. Mojei, Mungu wangu, nini hiki? Kitu kingine kukitoa ilikuwa ni karatasi. Akaichukua kisha akaifungua ndani. Kilikuwa na ujumbe mfupi ulioandikwa kwa mwandiko mzuri wa kike. Kwa maneno yaliyopangiliwa yalianza hivi: "Lazizi wangu, tangu siku macho yangu yalipokutana na yako, moyo wangu hujapata utulivu. Wanasema moyo hauamuri kwa nguvu, na wangu umeshauweka wako kuwa makazi yake. Kila mapigo yake utamka jina lako kimya kimya. Naomba usiufunge mlango wa moyo wako kabla hujanipa nafasi ya kuugonga. Huenda nisiwe mkamilifu, lakini nina moyo uliojaa upendo wa kweli, heshima na uaminifu. Nipe nafasi nikuthibitishie kwamba kuna mapenzi yasiyopimwa kwa maneno bali kwa vitendo. Nikikosa nafasi moyoni mwako, nitaheshimu uamuzi wako, lakini nikipewa nafasi hata ndogo, nitaifanya iwe bustani ya furaha, amani na upendo usiofifia." Baada ya kusoma karatasi hiyo, mwanaume huyo alifuta pumzi ndefu huku akituliza kichwa chake katika kiti chake. Kisha akasikiliza na kaseti zile. Zilikuwa na ujumbe mzito wa mapenzi zenye hisia kali. Mojei aliona tofauti moyoni mwake. Badala ya furaha kwake ikawa chuki dhidi ya Beatrice. "Naona sasa huyu msichana anataka kuvuka mipaka." Alisema maneno hayo kwani hakutarajia kama msichana huyo Beatrice kufanya jambo hilo. Mojei alihisi kuingiliwa na maisha yake na familia yake, kwani alikuwa na mke anayempenda kuliko wanawake wote. Ngoja kwanza, kumbe anijui huyu Pale pale alichukua simu yake na kuanza kumpigia Beatrice, kwani moyo wake ulijaa na hasira. Alijiona ghafla tu amemchukia Beatrice. Japokuwa ni mwanamke maarufu na mwenye fedha zake, lakini hilo alikumfanya msaliti mke wake. Simu ikaita tena, haikupokelewa. Mwanaume huyo alitamani tu kuisikia sauti ya Beatrice ili amtukane na amuonye vikali, lakini simu hiyo haikupokelewa. Hapo ndipo mwanaume huyo akajaza hasira kifuani, sura yake ikazidi kumkunja. Kwa upande mwingine, "Beatrice, simu inaita, kwa nini upokei?" "Naogopa kuipokea." "Kwa nini unaogopa? Na ni nani?" "Ni Mojei." "Sasa si upokee umsikilize." "Mwenzangu, wewe acha tu, maana naona kitumbua kimeshaingia mchanga." "Umeyavulia nguo bado kuyaoga mwenzangu. Umemwaga mboga, yeye anamwaga ugali." Sumaia alikuwa ni rafiki yake mwenye utani wa maneno. Waliongea mengi zaidi kumhusu Mojei. Kwa upande mwingine, Mojei alichokifanya ni kutoka ofisini. Hakutaka kupoteza muda, kwani kazi zingefanyika hata kidogo. Alichokitaka ni kumfuata msichana huyo nyumbani kwake. Hata kama apokei simu, ana imani kumpata nyumbani kwake. Mwanaume huyo akawasha gari na kuondoka maeneo hayo na kumfuata Beatrice nyumbani kwake. Kwa upande mwingine, Beatrice akamuita Zu, nikwambie kitu." "Niambie." "Nilikwenda ofisini kwa Mojei." "Lini?" "Leo."
Kufanya nini tena? Kumpelekea vile vitu ambavyo vitaonekana ni jinsi gani ninavyompenda. Wow, ongera sana. Asante rafiki yangu. Wakati wa mazungumzo kumhusu Mojei, ghafla tu wakasikia honi ya gari nje ya geti. Ilimshtua Beatrice. Toba, mama yangu. Nini tena? Huyo nahisi ni Mojei. Eti Mojei? Ndiyo. Beatrice kwa haraka na wasiwasi akaenda kufungua pazia dirishani kuchungulia. Akamkuta mlinzi wake anafungua mlango mdogo. Ghafla machoni akamwona mwanaume huyo anaingia bila kuuliza. Akamsukuma huyo mlinzi pembeni. Mojei akaenda moja kwa moja kwenye mlango wa nyumba hiyo ya kifahari. Akakishika kitasa cha mlango na kufungua. Kisha akaingia ndani na kutana macho kwa macho na wanawake wawili. Mwanaume huyo bila salamu akamtupia Beatrice vile vitu vyake alivyompelekea kule ofisini. Kisha mwanaume huyo akageuka na kupiga hatua mpaka mlangoni. Kisha hata kabla hajafungua mlango akamgeukia tena Beatrice na kumwambia kwa hasira na kutetemeka. Mwanaume huyo akasikika, nisikilize wewe malaya. Kuanzia leo sitaki unizoee, yani sitaki mazoea na wewe kabisa hata kidogo. I promise you. Usione malaya ukahisi kila mmoja ni malaya, na ukiendelea kunifuatilia nitakuja kukumaliza. Don't step with me. Baada ya maneno hayo, mwanaume huyo akaufungua mlango na kuondoka zake. Beatrice alibaki akiwa amesimama wima mithili ya mnara. Hakuamini kile kilichotokea. Moyo wake ulibaki kudunda kwa mapigo ya haraka huku machozi yakianza kumbubunjika machoni. Usilie kipenzi, nyamaza, ndio hali ilivyo. Rafiki yake alimbembeleza, acha kulia, kwani alihisi mkosefu wa kupendwa na kujihisi mpweke katika dunia hii. Don't cry mami. Kukataliwa sio mwisho wa kutupendwa dia. Beatrice siku hiyo hakuwa na furaha hata kidogo. Usiku uliwadia, usingizi hapati, mawazo yote hapo kwa Mojei. Alibaki chumbani peke yake huku akilia kwa uchungu. Rafiki yake alimgongea mlango, lakini wapi, hakutaka kufungua mlango huo. Kila muda alikuwa akitazama namba ya Mojei. Alitamani kumpigia hata simu asikie sauti yake. Hapo akaamua kumpigia simu Mojei, kwani hakujali vitisho wala matusi atakayokumbana nayo masikioni. Simu ikaita, ikakata. Ikapigwa tena, ikakata, haikupokelewa. Akapiga tena mara ya 3, kwani kumtoa mwanaume huyo moyoni ni sawa na kutoa uhai wa mtu. Mara ghafla ikapokelewa na Mojei na sauti yake ikasikika. Hello Mojei, nani mwenzangu? Ni mimi, Beatrice. Yani Beatrice, unielewe nilichokwambia? Beatrice kwa upole akasema, hapana, nimeshindwa kuvumilia Mojei. Kama utakuja kuniua, njoo niue, lakini sitaki kukukosa. Nakupenda sana Mojei. Beatrice alisema maneno hayo huku akilia. Aisee, unajisikiaje pale mwanamke anakupenda kisha huku anakulilia katika sikio lako? Unasikiliza pumzi ya maneno ya upendo na mahaba mazito. Mojei akamuuliza, hivi Beatrice, umechanganyikiwa kwani? Ndiyo, nimechanganyikiwa kwa mapenzi yako. Naomba unihurumie Mojei. Naomba uipoze nafsi yangu iliyoathirika na mahaba yako please. Alisema maneno hayo Beatrice huku akilia kwa machozi. Ghafla mke wa Mojei akaichukua simu hiyo. Hakutaka kujua Beatrice. Akasikia sauti ya mwanamke kwenye simu Mojei akisema. Mke wa Mojei akauliza kama mtu mwenye wivu, mbona msumbufu wewe mwanamke? Kwani bado tu hujamuelewa Mojei? Beatrice akajibu, ninajua, ila nampenda sana mumeo. Eti unasemaje? Nakwambia tena, nampenda mumeo. Ni mwanaume wa ndoto zangu, siwezi kuficha hili. Mwambie kwamba ninampenda sana. Beatrice alisema maneno hayo kisha akakata simu huku kilio kikizidi kutawala usoni mwake. Sauti ikazuiwa na mto alioulalia karibu yake. Mto ulijaa machozi ya maumivu. Mapenzi ni upofu na mapenzi hayasikii dawa. Ndivyo ilivyokuwa kwa mwanamke Beatrice, mwenye kupendwa na watu, mwenye jina kubwa na mwenye baraka zake kwa kila alichokifanya. Lakini pamoja na kuwa na vyote hivyo, mapenzi yalimtesa sana, japo alikuwa na fedha zake na biashara zake zilizomfanya awe mwanamke bilionea. Kila siku alikuwa mtu wa kulia, kwani mwanaume aliyekuwa akimpenda kwa dhati hakuwa akimpenda yeye mwenyewe. Kuanzia siku hiyo, baada ya kuongea na mke wa Mojei, hakutaka mawasiliano naye tena. Aliamua kuachana nayo. Alibaki akiuguza moyo wake tu. Kila kitu alikisimamisha kwanza ili moyo wake upate kutulia. Siku zikazidi kuyoyoma. Beatrice akiwa bado ana hamu ya kupata mtoto, hakujua ni kitu gani kiliendelea kwake. Hili lilimsumbua sana kichwani. Wivu limuingia pale anapoona watoto wa wenzake tu. Alikuwa mzima wa afya, changamoto ni kupata mtoto.
Alitamani na yeye apate mtoto, amlee na mpende kama wengine. Kwa bahati nzuri, Beatrice aliitwa katika nchi ya Tunisia ili kufanya uzinduzi wa mavazi hayo, kwani mavazi yake ya mtindo ilionekana mitandaoni. Akapigiwa simu kupitia namba yake na bwana mmoja akiitwa Abdul Malik. Alipenda mitindo hiyo ya Beatrice katika mitandao. Abdul Malik: "Nataka tufanye kazi pamoja." "Kazi gani?" "Ya uzinduzi wa mavazi na mitindo huko Tunisia." "Sawa, hakuna tatizo." Beatrice hakuwahi kumuona huyo Abdul Malik, ilikuwa ni mawasiliano yake kwenye simu tu. Beatrice alipanga kwenda nchini Tunisia kwa ajili ya kuonana na mhusika huyo, kupanga mambo jinsi atakavyokuwa. Hivyo baada ya wiki moja mambo yalikamilika na safari ikaanza. Kwa Beatrice, aliingia katika private jet kwa kuwa tiketi yake ni VIP. Hakuna kumsumbua. Beatrice alifika ndani ya nchi ya Tunisia huku akielekezwa na wenyeji wake walipokuwa wakimsubiri, huku akiwa na mabegi yake. Hatimaye akakutana nao mwanaume mmoja aliyekuwa amevaa kanzu safi na kiremba kichwani, huku na wanawake wawili wakiwa wamevaa kistaarabu. "Karibu Tunisia madam." "Asante sana." Safari yao ikaishia nje ya uwanja ule. Beatrice alishangaa kuona magari ya kifahari yakiwa yamepakiwa hapo, mazingira mazuri. Beatrice aliacha tabasamu pana usoni. Kulikuja na gari nyeusi ndefu ilijulikana kama Mercedes. Ikapaki gari yake, kisha Beatrice akafunguliwa mlango na kuingia siti ya nyuma, kisha na kuondoka. Beatrice akamuuliza, "Samani, ili gari ni la nani?" "Kwa nini unauliza hivyo?" "Nataka kujua ni la Malik." "Usijali, utamjua tu." "Kwani unamfahamu Malik?" "Hapana." "Da, I say. Kwa hiyo nikikwambia mimi ndiye Malik utakubali?" "Nahisi sitokubali kwamba wewe ndiye Malik." "Kwa nini utokubali?" "Hivyo tu." Beatrice alitaka kumjua Malik zaidi, kwani alihisi moyo wake upo na kiu kubwa ya kumfahamu. Safari iliendelea muda huo mpaka kufika katika majumba makubwa ya kifahari. Gari ikasimama nje ya geti, ndani yake kukiwa na jumba kubwa la kifahari. Geti likafunguka lenyewe tu, kisha gari ikaingizwa mpaka ndani, kisha akashuka pamoja. Beatrice alipelekwa mpaka ndani ya jumba hilo, akaambiwa, "Kaa hapo usubiri." Okay. Beatrice alibaki sebuleni peke yake akiwa anaangaza macho huku na kule. Japo yeye ni bilionea, alichokutana nacho aliyashangaa macho yake, kwani ni kitu ambacho hajawahi kuviona machoni mwake. Mara ghafla akatoka mwanaume mmoja sebuleni hapo akiwa amevalia kanzu ndefu. Usoni hakuwa kama watu wengine, hakuwa na ndevu hata moja. Nywele zake zilionekana ndefu na zilipendeza. Alikuwa amezilaza kwa mlazo wa nyuma. Beatrice alishtuka baada ya kumuona mwanaume huyo kwa muonekano wa ajabu sana. Pale mwanaume huyo alipovalia miwani, ndivyo moyo wake ukaanza kudunda kwa kasi. Beatrice akuamini kama dunia kuna mwanaume mzuri kama alivyokuwa yule Mwarabu. Akaanza kutoa tabasamu pana usoni. Mwarabu huyo akasema, "You are welcome Beatrice. I am the one who connected you yesterday." "Karibu sana Beatrice, mimi ndiye niliowasiliana na wewe jana." Beatrice akajibu huku akijitolea tabasamu nzuri la ajabu. "Ni furaha yangu kukutana na wewe." Cha ajabu, Beatrice alitumia sauti nzuri zaidi ya siku zote ambayo hakuwahi kumtolea mwanaume yoyote yule. Tayari moyo wake ukaanza kufa na kuzoeana. Alitamani mwanaume huyo wa Kiarabu amwambie japo tu nimetokea kukupenda. Hakika alimuhitaji ghafla. Alikuwa mzuri zaidi ya Mojei. Mwanaume huyo alikuwa Malik. Kwa majina naitwa Abdul Malik. Ni kijana mdogo mwenye umri wa miaka 23. Tayari alikuwa anamiliki visima vya mafuta nchini Saudia ambavyo vilimuingizia hela nyingi sana. Wanawake na wasichana waligongana kwake, ila yeye alijikita zaidi katika masuala ya kutafuta fedha. "Ungependa kupata nini katika maisha yako?" "Nahitaji kupata vingi mno, ila kuna kimoja tu." "Kipi hicho?" "Kupata mtoto." "Kwani una mtoto?" "Sina, na sijapatika kupata mtoto." "Pole sana. Na vipi mumeo?" "Sina mume na wala sijawahi kuolewa." "Usijali, utapata mtoto." "Okay, tuombe Mungu." Beatrice alitamani kuambiwa japo kitu kizuri kwa Malik, lakini Malik muda huo hakuwa na wazo lolote la hisia juu ya Beatrice, kwani kila neno alilokuwa lilitamka lilikuwa ni swala la fedha tu. Beatrice katika safari yake alikaa siku kadhaa kwa uzinduzi wa mavazi, kisha akarudi nyumbani baada ya kupata ufumbuzi zaidi ya kukutana na watu tofauti tofauti. Siku zikazidi kusonga mbele. Beatrice aliamua kwenda hospitali akiwa na rafiki yake Sumaya.
ila aliamua kuvaa juba jeusi na kikabu ili asiweze kutambulika na watu, kwani angeleta usumbufu kwa umaarufu wake katika hospitali. Waliteremka ndani ya gari bila mtu yoyote kumtambua. Beatrice alifika kwa daktari wa kikazi. Nimerudi tena dokta. Karibu sana. Unataka nikufanyie nini leo? Tatizo langu ni lile lile tu la kupata mimba. Lakini tulishawahi kukuangalia tukakuta hauna tatizo. No dokta, naomba uniangalie tena. Basi subiri. Dokta akachukua vipimo na kuanza kumshughulikia. Japo alikuwa akimpima mara kwa mara, ila cha ajabu hakuna tatizo. Beatrice kichwa kilizidi kumchanganya. Hajui tatizo ni nini mwilini mwake, kwani hakuwahi kutoa mimba, hakuwahi kutumia vidonge vya kuzuia mimba, hakuwahi kucheza michezo ya michafu. Hili lilimfanya kwa kitendawili kisichoteguka. Muda wote machozi alimbubujika mashavuni. Jamani, futa machozi shoga yangu. Sawa. Beatrice alishazoea kulia, alishazoea machozi. Waliamua kutoka hapo ofisini ili kurudi zao nyumbani. Walifika sehemu ya kusubiria lifti. Hapo kulikuwa na wagonjwa wengi, wengine wakubebwa na machela na wengine walikuwa hoi. Kuwatazama tu utajua sio rahisi kufika hata kesho. Mara katokea nesi akiwa anasukuma kiti cha walemavu. Katika hicho kiti kulikuwa na msichana mdogo wa kike aliyepooza. Msichana huyo shingo yake ilikuwa imevunjika, huku mkono ukiwa umelemea kushoto, huku udendo ukimtoka mdomoni mtoto huyo mdogo. Ghafla tu Beatrice akaingiwa na huruma moyoni. Alimgusa mtima wake. Alichokifanya Beatrice, alimsogelea msichana huyo na kumwangalia kwa sekunde kadhaa, kisha akamwambia, utapona binti mzuri na kuombea. Msichana huyo mdogo akatikisa kichwa tu, huku nesi akimshangaa Beatrice. Anaumwa nini huyu mtoto? Beatrice akauliza. Amepooza, amekuwa katika hali mbaya sana. Kwa hiyo hana matumaini ya kupona? Kwa kweli sijui, maana hali yake ni mbaya. Hapa anatakiwa kusafirishwa apeleke India. Na mbona mjamsafirisha? Tatizo gharama. Aliyemleta hapa ni kaka yake. Hana maisha mazuri, ni hohehahe tu. Saizi yupo mtaani anaomba msaada kwa mdogo wake. Pole kwake. Nesi aliongea huku akiwa hajagundua kama anaongea naye pale ni Beatrice, mwanamke bilionea. Lifti ilipokuja wakaingia ndani na kushuka chini, huko Beatrice akiguswa na mtoto yule mdogo ambaye anahitaji kuishi kama wenzake. Alihisi maumivu makali mno. Msukumo wa ghafla ukamuingia kumsaidia msichana yule mdogo. Msichana huyo mdogo alikuwa akimjia mbele ya macho yake kila mara. Sumaia akamuuliza, anahitajika kiasi gani? Beatrice akamjibu, anahitajika milioni 8. Atazipata kweli? Na huo ni mtihani mwingine wa maisha. Beatrice akukubali hilo, kwani alikuwa ni mwanamke mwenye fedha zake. Kwa kuwasaidia watu alikuwa haachi nyuma, kwani anajua baraka zinaongezeka pindi akitoa msaada kwa wasiojiweza, kwani moyo wake ulizidi kumsuta. Sumaia, Beatrice alimuita rafiki yake. Moyo wangu unahitaji kumsaidia yule mtoto mdogo ili na yeye asijihisi mnyonge. Ni jambo jema shoga yangu kilifanya, na Mwenyezi Mungu atakubariki mno. Basi hakuna tatizo. Baada ya lifti kuteremka na wao wakatoka ndani hapo, ila wakaamua kumfuatilia mtoto huyo anapelekwa wapi. Wakamuona anaingizwa katika wodi, kisha wakapanga siku nyingine kurudi. Usiku wake Beatrice hakulala kabisa. Mawazo yake yote yalikuwa kwa yule mtoto wa kike, ni jinsi gani atamsaidia katika matibabu, kwani alitambua kuwa kutoa ni moyo wala sio utajiri. Moyoni alijisikia mkosaji. Aliahidi kesho atakwenda kumuona, ikabidi amsaidie kwa matatizo makubwa. Kesho akajisemea, nitakwenda nitamsaidia tu. Kisha usingizi ukamteka. Siku iliwadia, yakiwa ni majira ya mchana. Beatrice akasema, hakuna kwenda nyumbani, nataka twende hospitali nikamwone yule mtoto wa kike. Sumaia akasema sawa. Walifika katika hospitali hiyo, kisha wakaulizia kwa nesi kuhusu mtoto wa kike. Nendeni kule mbele kwenye ule mlango, muingie ndani mtamkuta. Hawakusubiri, wakaamua kuondoka na kuelekea maeneo hayo. Walifika katika wodi hiyo, kulikuwa na wagonjwa wengi. Akaenda mpaka katika kitanda cha yule mtoto. Ghafla tu machozi yakaanza kumtoka machoni. Kila akimwangalia nikabu yake ilikuwa ilinoanishwa na machozi tu. Huruma nyingi kamtawala. Muda huo kulikuja nesi na aliyekuwa anamshughulikia. Beatrice akasema, samahani nesi, huyo mtoto ameshapata fedha za kupelekwa India kufanywa matibabu? Nesi akajibu, bado, ila michango inaendelezwa kukusanya. Na nikitaka kumsaidia itawezekana? Hakuna tatizo, ila mpaka uone na daktari.
Okay, naomba mnipeleke nikamwone tafadhali. Sawa. Beatrice huruma ilimvaa mwilini mpaka moyoni. Aliamua kuyavuria nguo ili kumsaidia mtoto huyo. Baada ya muda, Beatrice alipelekwa mpaka kuonana na daktari, wakaongea mengi kuhusu mtoto. Nahitaji kumsaidia, nitamtolea kila kitu. Hakika utakuwa umefanya jambo jema sana. Asante, na muhitaji pia aliyemleta huyo mtoto. Ni kaka yake, acha nimpigie simu nimwambie aje. Bila kuchelewa, simu ikapigwa na akaitwa kijana huyo aje mara moja. Baada ya simu, Beatrice alikuwa tayari ameshajipanga. Akatoa kiasi cha pesa kama milioni 50 hivi na ushe kwenye basha ya kaki. Ilikuwa inahitajika kwa kila kitu. Ghafla mlango kagongwa. Daktari akaruhusu waingie. Nesi mmoja akatangulia kuingia pamoja na kijana nyuma yake. Beatrice alipomuona yule kijana kwa macho yake, moyo wake ulifanya pa ndani kwa ndani. Kijana, shikamoo daktari. Marahaba. Kijana yule akaenda moja kwa moja mpaka kwa mdogo wake na kumkumbatia. Hapo ndipo daktari akaanza kumtambulisha kwa wanawake hao waliokuwa wamesimama pembeni kutaka kumsaidia mdogo wake. Kijana huyo alishukuru sana na kuanza kulia kwa kupiga magoti. Asanteni sana, ninashukuru sana. Pale Beatrice hakuwa na sababu ya kujifunika nikabu, akaamua kuivua. Kila mtu aliyemwona alishangaa kumwona Beatrice. Sio yule kijana tu, hata nesi na daktari wake walishikwa na butwaa la ghafla, kwani halikuwa jambo rahisi kumwona Beatrice machoni. Beatrice pale akachanganyikiwa kwa kumwona kijana huyo, kwa jinsi alivyomwona ni mzuri wa sura. Mapigo ya moyo wake hayakutaka kutulia hata kidogo, yaliendelea kudunda kwa nguvu kana kwamba moyo unataka kupasuka. Alipoona machozi ya kijana huyo, moyo wake ulizidi kuumia kwa maumivu makali. Beatrice aliingiwa na mahaba mazito kwa kijana huyo maskini. Sumea alilijua hilo. Nahitaji kumsaidia mdogo wako Patrick. Ni msichana mzuri ambaye anahitaji kuishi kama wenzake. Nashukuru sana Beatrice. Sina cha kukulipa. Usijali, nashukuru Mungu zaidi kukukutanisha. Beatrice alisema hayo, hakutaka kujikweza katika maisha yake yote. Huo ndo mwanzo kufahamiana. Beatrice alirudi nyumbani huku kichwa chake kikimfikiria kijana huyo aliyekutana naye hospitali. Moyo wake uliingia katika mapenzi ya dhati. Hakutaka kukumbuka tena habari za Mojei. Kwa sasa habari anayotaka kuikumbuka ni ya kijana Patrick aliyeuteka moyo wake. Mahaba mazito yalimkolea Beatrice kwa usiku huo, kana kwamba alikuwa ameingiwa na ugonjwa wa kupenda. Akiwa chumbani peke yake, akaamua kumpigia simu rafiki yake Sumea. Simu ikaita na kupokelewa. Hero shoga yangu vipi? Safi. Mwenzo sijapata usingizi kabisa hapa. Kwa nini rafiki yangu? Patrick kaniumiza jamani. Nikikaa na muwaza yeye tu. Jamani, mtu kuonana naye leo tu. Shoga yangu, acha tu. Mapenzi hana saa wala muda maalum. Ninamtaka, natumaini atanikubali tu. Haya sawa, jaribu bahati yako. Siku baada ya siku, Beatrice alikuwa akienda hospitali mara kwa mara ili kuwa karibu na Patrick, ili kujenga mazoea na kuwa karibu naye ili iwe rahisi kumwambia kila anachotaka kwake kukipata. Patrick hakuonekana kujali, kwani alionyesha ishara zote za mahaba, lakini kutokana na msongo wa mawazo wa mdogo wake hakutambua hilo. Baada ya wiki moja kupotea, walikuwa tayari wameshafika nchini India kwa matibabu ya mtoto huyo. Mlango ulifunguliwa na gari la kubeba wagonjwa likafika. Mtoto huyo akabebwa haraka upesi mpaka hospitali, huku ving'ora vikilia. Beatrice atapona kweli? Beatrice akamjibu, ndiyo atapona, usitie shaka Patrick. Patrick alimjibu huku akimtazama Patrick kwa macho ya mahaba. Walifika kwa pamoja hospitalini. Kisha Beatrice akamwambia kijana huyo, Patrick, hatutaweza kukaa muda wote hapo hospitalini. Tunatakiwa tutafute chumba hotelini. Hakuna tatizo Beatrice. Beatrice huku ndiko alipokuwa anapotaka kumalizia kila kitu. Hakuwa razi kutaka kuvumilia mateso muda wote. Wakati moyo wake umeshaoza, alichokuwa anachokitaka ni kuwa mpenzi wake, kisha maisha mengine yaendelee. Kwa sababu Beatrice alikuwa tayari ameshaweka oda ya vyumba, ni kwenda tu na kufanya mambo yake. Wakachukua gari na kuelekea huko. Hapakuwa mbali, ilikuwa karibu na hospitali. Walifika na Beatrice akamuonesha wanapolala. Hapa ndipo utakapolala. Ushawahi kulala hotelini? Hapana, sijawahi. Sawa, baada ya hapa tutakuwa tunarudi hospitalini. Sawa. Baada ya kupaona watakapolala, walirudi hospitalini kuangalia hali na kuaje ya binti yule mdogo.
Muda ulivyozidi kusonga, daktari wakaanza kazi ya upasuaji wa mtoto huyo na kuonyesha kuwa uti wa mgongo ulikuwa umevunjika kidogo. Madaktari hao walikuwa ni wataalamu wa viungo, walijitahidi kwa uwezo wao ili mtoto apone. Baada ya upasuaji, hapo ndipo wakaruhusiwa kuingia ndani kumuona binti huyo. Alionekana akiwa amelala. "Utapona tu mdogo wangu," alisema maneno hayo huku akimtazama mdogo wake. Ilipofika saa 5 usiku, baada ya kutoka kupata chakula cha usiku, wakarudi hotelini na kujipumzisha. Beatrice hakutaka kukubali kuiacha nafasi hii, kwani alikuwa na kiu ya kumtaka Patrick kimapenzi, kwani hisia zake zilijaa mno ndani ya mwili wa kike. Beatrice alichofanya ni kuoga, kisha baada ya kuoga akachukua taulo tu mpaka kwenye korido, kisha akagonga mlango wa Patrick. Patrick akaufungua mlango bila kuuliza tu. Beatrice akamsukuma ndani Patrick. Ghafla taulo likadondoka. Patrick kwa mshangao akasema, "Beatrice, usiwe na hofu Patrick. Nakuhitaji. Nataka upoze moyo wangu usiku wa leo." Beatrice, hivi upo sawa kweli?" Beatrice kwa sauti ya mlegezo akasema, "Nakuhitaji. Njoo kwangu mpenzi." Hapo hapo Beatrice akamsogelea Patrick na hatimaye wote wakajikuta wameangukia kitandani. Kasi ya uundaji wa moyo wa Patrick ulikuwa mkali hadi Beatrice alikuwa akiusikia. Sio utani, Beatrice alikuwa mtoto aliyeumbika mno. Kifua chake kilikuwa kizuri, ila Patrick alipomwangalia Beatrice, hamu ya kufanya mapenzi ilimwijia. Alikuwa na uzuri wa kipekee, umbo lake namba 8, lips zilivyojengeka, nyonga nzuri iliyokuwa imeumbwa kwa ustadi, ambapo kila mwanaume alijari asingeruhusu kumwacha Beatrice. Patrick wakati huo alionekana kuogopa, kwani haamini machoni mwake kukutana na msichana mkali, mrembo, muda huo tena ni maarufu. Alihisi ni kama ndoto, na kama sio ndoto, basi alihisi kama ametokewa na jini. Kulikuwa na wanaume wazuri wenye fedha ambao kila siku walitamani kulala na msichana Beatrice. Patrick kila alipomtazama Beatrice alijisi kuwa na bahati angekewa, ambayo hakutakiwi kuichezea bahati hiyo. Macho yake aliyakaza kwa kumwangalia Beatrice. Patrick akamwita Beatrice kwa sauti ya chini, "Beatrice, unasemaje Patrick? Kwa nini unanifanyia hivi?" "Kwa sababu nakupenda." Patrick hakuwa na jinsi, kwani alikuwa amebanwa kila sehemu. Akashindwa kujua ni kitu gani anatakiwa kufanya mahali hapo. Hapo Patrick hofu ikamuondoka, akaamua kukishika kiuno cha Beatrice. Kilichofuata hapo ni sauti za mahaba tu. Beatrice alikuwa na hamu iliyokuwa na miaka mingi. Sauti za mahaba zilizagaa ndani ya chumba hicho. Kitanda kiliwapokea ipasavyo. Huo ukawa mwanzo wa uhusiano kwa wote wawili. Ilikuwa mara kwa mara wakishatoka hospitali wanaingia hotelini na kupeana mahaba. Beatrice akamwambia Patrick, "Naam, naomba unioe." "Niko wewe kweli?" "Ndiyo, nataka unioe Patrick." Walikuwa kitandani baada ya kupeana mahaba mazito. Wakati anatoa maneno hayo, Beatrice alikuwa juu ya kifua cha mwamba Patrick. Muda huo Patrick alibakia kimya akifikiri mengi kichwani. Alijisi kama kudharau, kwani alikuwa maskini wa mwisho. Inawezekanaje kumwoa msichana mwenye mvuto na pesa zake? "Nahitaji uwe wangu." "Unamaanisha ukweli unachoniambia?" "Ndiyo, ukweli mpenzi." Wakati wanazungumza, huku upande wa yule mtoto wa kike bado hali ni mbaya, hajakuwa sawa, ndo amezidi kupoza, ni kulala tu kitandani, jambo ambalo liliendelea kuleta hofu. Beatrice akauliza, "Nini kinaendelea dokta?" "Bado hali ni ngumu, kama itawezekana mumpeleke nchi ya Ufaransa, tutawasiliana nao huko wampokee." "Sawa, hakuna tatizo." Hawakutaka kupoteza muda wala kumuona binti huyo akifariki au kuishi kwa mateso. Beatrice alijitoa kwa kuamini kitu pekee ambacho kingempa furaha ni mpenzi wake Patrick, ni kumtibu mdogo wake. Safari nyingine ikaanza kuelekea Ufaransa. Walifika na kupokelewa na matibabu yakaanza. "Atapona kweli mdogo wangu?" "Ndiyo, atapona mpenzi, usitie shaka." Mambo yalizidi kuendelea. Kwa upande wa yule Mwarabu mwenye pesa zake, yani Abdul Malik, alitokea kumpenda Beatrice na kuvutiwa naye, huku ndoto zikimuumiza kila siku ya usiku juu ya Beatrice. Akaamua kwanza kuwasiliana na msichana huyo, huku akimtaka Beatrice wakutane. "Kwa sasa itakuwa vigumu." "Kwa nini iwe vigumu? Nipo Ufaransa." "Wafanyaje huko?" "Nina mdogo wangu ni mgonjwa, nimemleta atibiwe. Kwa sasa nimechanganyikiwa." Abdul Malik, "Sikia, nakuja huko. Siwezi kubakia peke yangu wakati wewe haupo." "Sawa, njoo." Abdul Malik akajianda chapu. Ni kijana mwenye fedha. Kukodisha ndege kwake sio kitu. Ni sawa na kupanda daladala kila siku.
ukielekea Kariakoo asubuhi na jioni. Ilikuwa ni lazima aelekee huko ili ndoto yake itimie. Siku iliyofuata, Beatrice alianza kukumbwa na mawazo kichwani pembeni akiwa na Patrick. Mbona leo haupo sawa mpenzi? Hakuna kitu baby. Hapana bwana. Huwezi kuwa hivyo alafu useme hakuna kitu. Naomba uniambie. Kuna mtu amenitumia message kwa barua pepe. Anasemaje? Anataka kuonana na mimi. Nani? Ni mwanaume au ni mwanamke? Ni mwanaume, mfanyabiashara mkubwa katika nchi ya Algeria. Sijui anataka nini. Kamsikilize, huenda ni jambo la kibiashara. Nini tena? Sidhani. Mwanaume aonane na mwanamke hivi hivi tu. Usijali, maamuzi ni ya kwako, utakayoamua. Siku iliyofuata wakaonana na huyo Mwarabu Abdulmalik katika mgawa mmoja hivi. Abdulmalik baada ya kumuona Beatrice alizidi kuvutiwa na uzuri wake. Umependeza Beatrice. Asante sana. Baada ya hapo wakaanza kuzungumza mengi mno, kisha Abdulmalik akameza fundo la mate kisha akaendelea kuongea. Beatrice, ninakupenda. Unanipenda mimi? Ndiyo. Wewe ni msichana mrembo. Nimeshinda kuvumilia mateso ya upweke wangu. Nimesafiri umbali mrefu kuja kukuambia hili. Beatrice alikaa kimya kwa muda kisha kaongea. Samahani kwa hilo. Umeshachelewa. Hapana, sijachelewa. Nimekuja muda mwafaka kabisa. Umechelewa. Ninaye mtu ninayempenda. Ungeniambia kipindi kile. Huyo mtu ndio nani? Kwa jina naitwa Patrick. Kwa sasa ndiye mpenzi wangu. Ana pesa kama mimi na akili kama mimi. Abdul, pesa sio mapenzi. Ukiwa na pesa ni rahisi sana kununua ngono, ila sio rahisi kununua mapenzi. Beatrice alisema maneno hayo huku akionyesha tabasamu lake. Abdulmalik aliumia zaidi kukataliwa na mwanamke huyo mrembo mwenye mvuto wa asili, huku akibakia kimya kama mtu aliyeshikwa na butwa. Ndio hivyo Abdul, sitaki kukuumiza baadaye. Ni bora umie muda huu huku kijua ukweli wangu kuliko nikudanganye kwa muda mfupi. Nisamee kwa hilo. Maneno yakaishia hapo. Abdulmalik akaamua kurudi kwao nchini kutuliza ubongo, kwani ameshavurugwa. Kwa kadri mambo yalivyokuwa, ndio penzi la wawili hao likazidi kuongezeka umaarufu, huku yule binti mdogo akiendelea na matibabu. Ilifika mpaka mwisho kuruhusiwa kurudi nchini Tanzania, kwani ilishindikana kwa mtoto huyo kupona. Utakuwa unaishi hapa kwa sasa. Nitaweza kweli? Kwa nini usiweze? Kwa mitai ya kitajiri, hata wewe ni tajiri. Beatrice hakujali, kwani penzi lilipamba moto. Yeye ndiye aliyekuwa akisimamia kila kitu. Patrick akaanza kubadilika muda huo, hakuwa yule wa awali. Alipendeza mno. Watu wakaanza kuwafuatilia mitandaoni kwa wapenzi hao wawili. Mwisho Beatrice akahitaji kufunga ndoa na Patrick. Iliwadia siku ya harusi. Kila mmoja alifurahi uwepo wa kila mtu. Ilikuwa ndani ya kanisa kubwa. Mchungaji akaziangalia pete hizo kwa umakini kisha akawaambia, haya, tazamaneni. Wakatazamana kwa muda huo, huku fujo za nderemo na vigeregere za kina mama. Halo, he. Watu hawakuamini kwa Beatrice kuwa hataolewa katika maishani mwake, huku rafiki yake Sumeya akilia kwa machozi ya furaha. Mchungaji akasema, Beatrice Leonard Vumbi, upo tayari kuolewa na Patrick Alexis Star? Ndiyo, nimekubali kuolewa na Patrick. Vifijo vikasikika, huku sheli lililokuwa limevaliwa lilimpendeza sana mno Beatrice. Baada ya hapo, Patrick akamshika mkono Beatrice ili kuanza kumfisha pete kidoleni. Ghafla Beatrice akapiga mkono wa Patrick, pete kaanguka pembeni. Watu sitaki kuolewa. Mchungaji akasema, unasemaje? Sitaki kuolewa. Kila mmoja alisimama na kumshangaa. Hakuna aliyemwelewa muda huo. Wengine walizani kama ni utani, lakini walivyomwangalia walijua atanii anamaanisha kweli. Mama yake Beatrice, mwanangu unasemaje? Mama, sitaki kuolewa. Mwanangu, upo sawa kweli? Ndiyo, nipo timamu mama. Mama yake Beatrice akasema, hapana, wewe umechanganyikiwa. Sitaki kuolewa, alisema kwa sauti kubwa, huku akitoka kanisani hapo. Patrick alishiwa nguvu muda huo. Mama yake Patrick akasema, hapana, kuna tatizo. Kila mmoja akaulizana, imekuwaje tena? Beatrice msimamo wake ni ule ule wa kuwa sitaki kuolewa. Liliwaacha vinywa wazi. Watu wakaanza kutoa lawama kwa Beatrice. Beatrice akapotea, kila mmoja hajui ameenda wapi. Zilipita siku kadhaa. Ninakupenda mpenzi wangu Mark. Hata mimi nakupenda.
Na kwa nini ulinikataa? Hata mimi nashindwa kuelewa ni kwa sababu gani. Beatrice alisema hayo huku akipapasa kifua cha Abdulmalik, kijana tajiri. Walikaa miezi miwili katika nchi ya Algeria, huku mahaba mazito yakiendelea. Katika nchi ya Algeria walianza kumkataa Beatrice, kwani alitakiwa ajistiri kama mwanamke wa Kiislamu, lakini Beatrice alikataa hilo. Ndipo watu wa Algeria wakaanza kuandamana kutaka kuchoma nyumba ya Abdulmalik, huku polisi wakizuia vurugu. Kwa upande mwingine, Patrick akiwa kwa maombi kwa mchungaji Jesse Hale, huku akimwombea mke wake Beatrice arudi nyumbani popote alipo, amkumbuke nyumbani. Mke wako amerogwa, tunakiwa tuombee kwa nguvu za Bwana, nimeona katika maono yangu. Maombi yakazidi kasi. Kwa upande mwingine, inasemekana Abdul alianza kuanguka ghafla huku akijikuna. Beatrice alianza kushtuka. He, bibi, nini tena? Pale kukatokea nyoka katika mdomo wa Abdulmalik. He, mama! Beatrice alipoona mambo sio mambo, akaamua kutoka mbio na kuchukua kila kitu chake na kuondoka mpaka airport. Wakati anaingia tu, akaijua na fahamu wake wenyewe. He, kwani nienda wapi na ninatoka wapi? Alishangaa yupo ndani ya ndege. Beatrice alirudi Tanzania na kumtafuta rafiki yake Sumaia. Mume wangu yupo wapi? Mume yupi? Patrick wangu. Wewe ulimkataa? Mimi? Hapana, sio mimi bwana. Beatrice alipelekwa kanisani na kuanza kuombewa na mchungaji ili kutolewa mapepo wachafu. Mchungaji alimwambia, ulikuwa umerogwa mwanangu. Na nani? Na Abdulmalik. Mchungaji na wenzake wakasaidiana kumwombea Beatrice. Pale Beatrice akaanguka na kutoka na vitu vya ajabu mdomoni. Hili liliashiria kwamba Beatrice alikuwa amerogwa kwa kutupiwa jini mahaba ambalo lilikuwa linamsumbua miaka mingi. Ilipita miezi miwili Beatrice akiwa na Patrick pamoja. Penzi likaanza upya. Yote yalishapita, wakiunda uzi mpya wa maisha. Beatrice alijaliwa kupata mtoto wa kike kutoka kwa kijana Patrick, na maisha yakaendelea kwa furaha na amani. Ndugu msikilizaji, umejifunza nini kupitia hii simulizi nzuri sana? Na ni nzuri kweli. Uondoo wote unapata ni hapa tu kijiji cha Disi. Na hapa ndo tunafikia kikomo cha simulizi yetu itwayo Beatrice. Na mimi ni Jibu Ndara kutoka hapa kijiji cha Disi. Asanteni na kwaherini. Bye bye.